Faida yake kumpunguzia mnyama mateso. Bado. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojawapo ya faida ya mnyama kuchinjwa kupitia upande wa mbele, yani kwenye koromeo, ni kwamba ule muda ambao utakuwa anachinjwa mnyama, damu yake imekontain pia vidudu, yani viruses. Mojawapo ya hekima mtu atakayotia katika upande wa siku ya koromeo, unapomchinja ule msukumo wa pressure ya damu unavotoka, unatoka na athari vile vijidudu ambavyo vipo katika damu yake, kwamba kutoka ile pressure ya damu itatoka vijidudu na hata ile nyama itakuwa salama kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu. Hiyo ni miongoni mmojawapo ya faida kubwa mnyama anapochinjwa mbele ya koromeo. Swali amejibu kwa uzuri, kwa sababu ukisoma katika surati Swafa au surati Zajira, Nabii Ibrahimu alipokuwa akitaka kumchinja mwanae Ismaili, mtoto alimpa shuruti baba kuwa amweke kifudifudi asimuone na amchinje kupitia kisogoni. Lakini baada ya kuteremka kondoo, Mwenyezi Mungu akamwamrisha Nabii Ibrahimu asimchinje ule kondoo sehemu ya kisogo, bali amchinje kwenye kolomelo. Kwa hiyo Sheikh Abdallah umepatia, kwa sababu unapotoa hii kolomelo, mshipa wa chakula pale, mnyama damu inapokuwa inatoka, ndio maradhi yanakuwa yameondoka. Kwa hiyo Sheikh Abdallah umepatia. Mpe Sheikh 10,000 ampe. Takbir. Kwa kuwa wewe hujatuhurumia, umeuliza swali kigongo na amla chako hapo, au sio? Safi sana. Sheikh, uliza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huyu mtume tunayemzungumzia hapa aliotufundisha wema na tabia nzuri, alikuwa na baba yake alikuwa akiitwa Abdullah na amekufa akiwa na miaka 18. Swali, wakati baba yake anakufa mtume alikuwa wapi? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Ali Sheikh Bakari. Babake mtume alikufa aliyakuwa mtume mwenyewe hajazaliwa. Sheikh apatia? Amepatia? Mashaallah, yuko vizuri bwana huyu. Katibu, mpe zawadi bwana. Ndugu yangu anasema bwana Sheikh, hao wengine ni mashekhe, sema leo wameamua kutupigia kibrazameni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh katika somo lake alitoa aya ndani ya Qur'ani inayosema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana ila akhir aya, inna Allaha la yuhibbu man kana kafaran kafura. Ni aya ipo katika sura gani na ni aya ya ngapi? Kigongo. Bwana asema bwana, ili swali bwana Sheikh tu apewe hela hapa, swali hili lishakufa, hiyo ngumu sana. Wewe utalainishia swali lingine je? Hebu alainishie swali lingine. Hebu uliza lingine Sheikh. Basi inshallah kama hili ngumu sitotoka ndani ya somo. Ni kwamba Sheikh ametuambia jirani mwenye haki moja anaweza kufanyiwa vitu vyote akishakufa, lakini hautakiwi kusindikiza jeneza yake na kwenda makaburini. Sababu ni nini? Mmekataa mashehe wasijibu. Kwa hiyo mnatakiwa mjibu nyinyi ambao sio mashehe. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salaam. Kasema hivyo mtume kwa sababu tusijumuike nao kwenye ibada, kwa sababu kifo ni ibada. Umekosa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mtume alisema tusijumuike nao kwa sababu tutakuwa tumeshiriki ibada ambayo inakuwa sio imani yetu katika Uislamu. Kwa mujibu wa Sheikh umekosa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtume alisema hivyo kwa sababu ana zile haki mbili, haki ya ndugu na udini haki ya ndugu na udini. Sheikh bana, vigongo hatari Sheikh. Jibu lake swali la kwanza,
Suratun Nisa'i aya 36. Lakini la pili, kwa sababu hatumsindikizi kwa sababu wao wamemkataa Mungu na mtume. Takbir. Jamani kwa sababu mngepata nauli imam lazima apate bwana. Mpe imam shilingi 10,000 Sheikh. Allahu Akbar. Kwa sababu wamemkataa Mungu na mtume. Allahu Akbar. Haya, mimi ninauliza swali la mwisho, tufunge kwa dua jamani, sawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mke wake wa kwanza anaitwa Bibi Khadija. Ameishi naye miaka 25, hajamuolea. Bibi Khadija peke yake ndo anamba. Baada ya Bibi Khadija kufariki, amefariki wakati bwana mtume takriban ana miaka 53. Akahamia Madina. Masiku kadhaa bwana mtume alikuwa ni bachela, hana mke, ana huzuni kuondokewa na mke wake wa kwanza, mama watoto wake. Lugha ya bachela siwastue, maanake mtu ambaye hana mke, sababu hawezi kufiwa leo kesho akaoa. Si lazima kuna masiku atakaa pale. Akafuatwa na maswahaba, ya Rasulullah, kuna wanawake wawili hapa, moja ni bikra na moja si bikra, tukuozeshe uowe. Nitajie mke wa kwanza wa bwana mtume baada ya Bibi Khadija kufariki. Yule kule juu, tuone kwanza. Huyo jamani haraka huyu. Hata maika Bi Aisha amechemka. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hafsa. Bi Hafsa amechemka. Shehe hapa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu wa rahmatullah. Mke wa pili wa mtume alikuwa anaitwa Sauda. Bi Sauda amepata. Safi sana, takbir. Amepata bwana. Jamani, baada ya Bi Khadija kufariki, namba 2 alikuwa nani? Alafu Aisha akawa namba 3, namba 3. Natumia fursa hii kwa mara nyingine kuwashukuru sana Waislamu wa eneo hili la Mombasa maarufu kama Moshiba, namna mlivyonivutia. Baada ya Ramadhani nitarudi tena. Allah awabariki sana, awafungulie kila la kheri, akupeni kila mnachokitaka na awaepushe na msiyoyataka. Akufungulieni milango ya riziki, akufungulieni milango ya baraka. Asiyeoa Allah ampe riziki nzuri apate kuoa. Aliyeoa hana mtoto Allah ampe watoto. Aliyeoa ana mke mmoja anatamani kuongeza wa pili, anamwogopa mkewe, Allah ampe ujasiri aongeze. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Na mtazamaji wa Kishki TV, ndivyo ambavyo tunavyokamilisha Mobile Sheikh hapa katika eneo la Mombasa Moshiba. Mimi naitwa Khalid Omar, kwa niaba ya wenzangu wote, endelea kutazama Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.